Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika posa za maana. Kabla ya kuendelea nitarudia kidogo. Tunahitaji mtu wake kuweka saini kwenye hizo fomu. Mtu wake wa karibu. Mume wake yuko wapi? Dr. Mwajuma aliuliza kama hakusikia swali la Bi Salma na jibu la Bwana Khamisi. Bi Salma aliinamisha macho chini kama aibu fulani hivi na baadaye akajibu, kasafiri, labda tumpigie simu. Bwana Khamisi alimtazama Bi Salma kwa jicho la ukali. Mimi hapa babake nitaweka saini. Hana mume. Bwana Khamisi akaichukua ile karatasi kutoka mkononi mwa Dr. Mwajuma na macho yake kwa haraka haraka yakisoma baadhi tu ya kilichoandikwa. Akachukua kalamu iliyokuwepo mezani hapo na kumwaga wino. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Asante. Sasa mnaweza kurudi na kwenda kusubiri. Dr. Mwajuma alinyanyuka na kutaka kuondoka. Lakini hukutuambia tatizo nini? Na je, hatuwezi kumwona? Bi Salma alirudia swali lake la mwanzo. Sasa Dr. Mwajuma alionyesha hasa kuchukizwa. Mama, kila tukikaa hapa tunazidi kumchelewesha. Nikwambie tu kwamba imeshindikana kwa Muna kujifungua kwa njia ya kawaida, na hata alizimia wakati alipokuwa anajaribu kusukuma mtoto. Mnalotakiwa sasa hivi ni kumwombea dua, upasuaji uende salama. Maisha ya mama na mtoto yapo hatarini. Kwa hatua za haraka Dr. Mwajuma alichapuka kuelekea chumba cha upasuaji ambapo tayari Muna alikuwa amepelekwa. Wazazi hao wawili waliduana kuganda pale pale, macho yao yakimsindikiza Dr. Mwajuma mpaka alipoingia upande mwingine. Kisha na wao taratibu wakajizoazoa kuelekea nje pale walipokuwa wamekaa mwanzo juu ya benchi. Kufika huko Bi Salma alijitupa huku machozi yakianza kumlengalenga. Bwana Khamisi wala hakumwopoa. Alimtazama tu huku moyoni akimwambia, hebu situfanyie uchuro hapa. Wewe si ndo uloyataka haya? Kijasho chembamba kilimtoka. Licha ya upepo wa alfajiri kuingia ndani sehemu hiyo yenye madirisha makubwa, harufu za dawa na zile za kusafishia pamoja na ya choo kidogo ilitapakaa sehemu hiyo ambayo ilikuwa karibu na msalani, huku mbu wakiruka huku na kule na kuja miguuni wakitarajia kupata chochote kutoka kwa binadamu hao wawili waliokaa hapo. Bwana Khamisi alinyanyuka taratibu na kumwacha Bi Salma akiwa hajulikani kama analia, anaugua ama analalamika pale kwenye benchi. Moja kwa moja alikwenda kwenye sehemu ya kusalia iliyokuwa ndani ya hospitali hiyo, na wakati huu ambapo swala ya alfajiri ilikuwa ishakwisha kusaliwa, hakukuwa na mtu zaidi yake. Tumbo lilianza kumkoroga na kakimbilia moja kwa moja msalani. Salama alikuta maji yanatoka, japo alikuwa akichuruzika kidogo kidogo kwenye ndoo iliyokuwepo chini yake na kopo ambalo mwanzo wake lilikuwa ni chupa ya maji. Ikakatwa katikati na ikawa sasa inawafaa watu kujisafishia baada ya kutimiza haja zao. Bwana Khamisi aliyamwaga yale maji aliyokuta ndani ya ndoo choo kizima ili kusafisha sehemu hiyo na pia apate maji mengine ya kujisafisha, kwani hakuwa na uhakika na usalama wa maji yale. Baada ya kumaliza haja zake huko, alitoka nje kwenda sehemu ya kutilia udhu. Kwa bahati aliona kijipande cha sabuni kimeanguka pembeni ya mfereji, akakichukua na kukifikicha huku akiweka maji kidogo kiganjani mpaka akaona povu, na hapo akasafisha mikono yake vizuri na kutia udhu kwa ajili ya sala ya alfajiri. Bwana Khamisi hakuwa mswalihina. Swala kwake yeye ilikuwa jambo la msimu. Kipindi cha Ramadhani aliswali swala zote. Msikitini hakukosekana kwa sala za fardhi ambazo ni za lazima
na za suna ambazo unaswali ukipenda, za kujikaribisha na Muumba. Kipindi hicho cha Ramadhani, sala ya tarawih ambayo huswaliwa baada ya sala ya Isha haikumpita. Hata sala za usiku wa manane alijitahidi nazo, lakini Ramadhani kisha, basi uchamungu wake nao ulianza kudidimia. Aliswali alipopata nafasi, na wakati mwingine sala inaadhiniwa yeye yupo tu kijiweni na wenzake kama yeye wakiwa na yao. Leo ungemwona Bwana Khamisi usingemjua. Kabla ya swala ya fardhi aliswali sunna. Bwana Khamisi alichukua muda mrefu kuomba wakati akiwa katika sijida, kumsujudia Muumba wa mbingu na ardhi, akiomba kusamehewa, kwani kila binadamu ni mwenye makosa. Sala aliisali kwa khushui zote. Alisoma neno moja moja kwa hadhari na uangalifu, kisha yakafuata maombezi. Aliomba kwa unyenyekevu wote. Dua za Kiarabu Bwana Khamisi zilimpiga chenga, kwani kwa madrasa hakuwahi kuhitimu. Wazazi wake walielemea zaidi masomo ya skuli kuliko masomo ya chuoni. Hilo lakini halikumkosesha kuomba dua, kwani alijua dua ni lugha yoyote ile, na lugha ipi itakuwa fasaha kwake kuomba kuliko lugha yake aliyoielewa. Alinyanyua mikono juu kumwomba Mwenyezi Mungu anusuru maisha ya binti yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Machozi yalimtoka akimfikiria Muna. Yalikuwa machozi ya majonzi na huzuni, machozi ya majuto na lawama. Katika maisha yake yote siku hiyo Bwana Khamisi alijijutia. Alijutia maisha yake, alijutia maamuzi yake, kisha akaja na lawama. Alimlaumu kila mtu katika maisha yake. Siku hiyo ndio alifikiria kuhusu makuzi yake kwa kina. Ule msemo wa mtoto mleavyo ndivyo akuavyo ulimjia. Akafikiria utoto wake. Hakuwahi kukosa kitu kwenye maisha yake. Kile alichokitaka ndicho alichokipata. Hakuwahi kutikisika na kazi ngumu ama adhabu fulani. Maisha yake yote yalikuwa kama yamepangwa. Neno tabu halikuwa kwenye msamiati wake. Bwana Khamisi pia hakuruhusiwa kutoka nje na kujichanganya na watoto wenzake wa rika lake. Alikuwa mtoto wa getini na michezo yake ilikuwa humo ndani mwao. Pengine hiyo ndio sababu ikawa katika utu uzima ilikuwa tabu sana kwake kutangamana na watu. Rafiki zake walikuwa wachache sana wa kuchagua, na hata ulipate lake basi itakuwa kweli kakukinai. Siku hiyo alikumbuka maneno ya babake akimwambia mamake ambaye alikuwa ndio mlezi mkuu wa Bwana Khamisi, "You are spoiling this child. He needs to go out and mingle with others. He should learn how to fend for himself." Bwana Khamisi aliwakumbuka wazazi wake siku hiyo. Akanyanyua mikono kuwaombea. Dua zikazidiwa na lawama. Lawama kwa wazazi wake. Pengine nisingelelewa kwa deko na kuendekezwa, ningekuwa mtu mwingine. Pengine ningeweza kufanya wanayoyaweza wengine. Pengine. Kisha Bwana Khamisi alifikiri kuhusu elimu yake na pia urathi wake. Si kila mtu wa rika lake alipata bahati ya kusomeshwa na wazazi wake na kupata elimu kama yake. Si kila mtu alirithi nyumba kutoka kwa wazazi wake. Fikra mchanganye sasa zilitembea kichwani mwa Bwana Khamisi. Wazazi wangu walitimiza wajibu wao kama wazazi. Walinilisha, wakanivisha. Walinisomesha na kazi nikapata. Tatizo ni hao walionifukuza kazi. Lawama sasa zikaenda upande wa serikali. Kama nisingefukuzwa kazi, basi nisingekuwa maskini. Kama nisingekuwa maskini, basi nisingelazimika kumwozesha mtoto wangu. Ni huu maskini ulioletwa na kutokuwa na kazi ndio ulisababisha haya yakatokea. Mawazo hayakuishia hapo. Bwana Khamisi aliwafikiria maskini wengine wengi. Masikini kuliko yeye, hata pa kulaza ubavu wao shida, lakini hakuna lililomkuta kama lilomkuta yeye, kwa mawazo ya Bwana Khamisi. Tena hapo mawazo yake yakarudi kwa yule ambaye alikuwa kidedea kuhakikisha Muna anaolewa na Bwana Kheri. Watu wanawake sisi wengine tuna mijike. Ni huyu mwanamke aliyetaka haya. Ni yeye alishikilia bango. Lawama zote zilikwenda kwa Bi Salma sasa.
Baadaye sauti ndogo ilimwambia, sauti ambayo kila ikimjia akiifukuza, sauti ambayo hakutaka kuipa nafasi. Lakini leo humo kwenye nyumba ya Mungu, sauti hiyo ilikuja juu zaidi kumwambia ukweli. Sauti ililazimishwa isikilizwe. Sauti ilimwambia, unisikilize na unifanyie kazi. Kama hutoweza kunisikiliza leo, basi hili la leo halitokuwa la mwanzo wala la mwisho. Sauti ilimwambia, ndiyo Bi Salma aliyoyataka, lakini Bi Salma ndiye anayetoa idhini. Bi Salma ndo mwanamme. Bi Salma ndo kichwa cha familia. Kwa nini wewe kichwa unakuamkia? Bwana Khamisi alitahayari, na hapo ndipo alikubali lawama zimwendee yeye. Kama kuna wakulaumiwa, basi wewe ndo wa kwanza. Wewe Khamisi ndo wakulaumiwa. Kubali lawama. Sauti ile iliendelea kumwambia. Bwana Khamisi alijuta, lakini majuto ni mjukuu. Alifikiria binti yake aliyekuwa chumba cha upasuaji akipigania maisha yake. Mungu wangu, muumba wa ardhi na mbingu na kila kilichomo ndani yake, mnusuru mwanangu na janga hili. Rabi, na kuomba mwokoe mwanangu kwenye janga hili. Na kuomba nichukue mimi umnusuru yeye. Mimi ndo nilimfikisha hapa alipo, na kuomba yaokoe maisha yake. Machozi yalimtiririka njia mbili mbili, na hapo alijikunyata msikitini humo, huku akihofia kutoka nje, kwani hakutaka kusikia kile ambacho alikihofia. Nitawezaje kuishi tena kama mwanangu mchanga akiangamia kwa udhaifu wangu? Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wakati Bwana Khamisi akienda msikitini kuswali, alimwacha Bi Salma peke yake pale kwenye benchi, sehemu ya kupumzikia na kusubiria kwa watu ambao wamekuja hospitalini kuona wagonjwa wao, huku akiendelea kugugumia maumivu. Roho ilikuwa si yake na moyo ukimdunda kupita maelezo. Alitamani ageuke nzi aruke ili akaingie huko chumba cha upasuaji aone kinachoendelea. Chini hapa mweki na kusimama, miguu ikimtetemeka. Ikawa anatapatapa kama kuku anayetafuta fuko. Mara akae, mara asimame. Ghafla simu yake ikaita, na huku akiwa anatetemeka alipokea. Ilikuwa Bi Sania akiuliza hali inavyokwenda. Hapo Bi Salma hakuweza kustahamili, akaangua kilio. Unalia nini lakini? Mbona unanitia wasiwasi? Mara akapita mmoja katika wale manesi waliokuwa na Muna, na wakati huo tayari kulikuwa na watu kadhaa waliokuwa wameanza kuja kuona wagonjwa wao. Mama, usilie. Unalia nini hasa? Ni kawaida kwa mzazi kufanyiwa upasuaji kama atashindwa kuzaa. Bi Salma alishusha pumzi baada ya kusikia maneno ya yule nesi ambayo kiasi fulani yalimpa faraja. Ndipo alipoweza kumpa taarifa Bi Sania yaliyojiri na walivyoambiwa kwamba hali ya Muna ni ya kutatanisha, na alizimia kwenye chumba cha kuzalia wakati akijaribu kujifungua. Baada ya kusema maneno hayo tu, akashikwa tena na huzuni na akaanza tena kulia, huku donge la roho limemkaa. Kama ilivyokuwa kwa Bwana Khamisi, siku hiyo pia ilikuwa ya kufikirisha kwa Bi Salma. Ingawa kila mtu alikuwa na mtazamo wake, kwa imani za Bi Salma na ndugu yake Bi Sania ni kuwa kila linalowafika sasa ama kumfika Muna, basi kulikuwa na mkono wa mtu ndani yake. Picha yote ya maisha ya Muna tokea siku ile aliyoitwa na Bwana Kheri kwenda kumchukua ili ampeleke hospitalini ilimrejea. Siku ile baada ya kurejea hospitalini na kuthibitika kwamba Muna ni mjamzito, Bwana Kheri alipewa taarifa, lakini hakupatia teke nyumbani kwao angalau kuja kumjulia hali mkewe. Badala yake alimtaka alale huko huko kwao ili ajisikilizie hali yake. Siku ya pili usiku ndo akaenda na kumpa taarifa Muna kuwa atasafiri kidogo. Alipoondoka alimwachia Muna pesa kiasi za matumizi na akamwambia atamtumia pesa akifika huko anakokwenda.
Bi Salma alikwenda kumchukulia Muna nguo zake, kwani siku aliondoka hakuchukua, na ndo ikawa kama amekwenda kuyaga makazi hayo ya mwanao. Siku za kwanza baada ya Bwana Kheri kuondoka, alikuwa akipiga simu mara moja moja, kisha simu zikawa wiki mara moja, na baadaye kimya kabisa, si wa salamu wala kalamu. Hata ile namba yake ikawa haipatikani tena. Siku moja kabla nambari yake kuwa haipatikani, Muna alipopiga simu ikakatwa. Kisha meseji kibao zikaingia za mashushuo na matusi. Meseji hizo zilitoka kwa mwanamke mwingine, mke mwenza wa Muna, na hawakujua kama zilitoka kwa mke wa kwanza ama mke yupi, kwani baada ya Bwana Kheri kutoweka, basi walianza kusikia habari zake nyingi ambazo mwanzo walizisikia lakini hawakuzitilia maanani, ama yeye Bi Salma hakuzitilia maanani. Muna alilea mimba yake peke yake nyumbani kwao. Kipindi cha miezi 3 ya kwanza alikuwa hoi, na kila siku kupelekwa hospitalini na hata kuwekwa dripu. Akitiacho tumboni kilikuwa hakikai, alikonda akabaki kama kijiti. Tokea hapo awali mtu mwenyewe alikuwa mwembamba, basi akabaki mfupa na ngozi. Maisha nyumbani kwa kina Muna yalikuwa hivyo hivyo kama yalivyokuwa mwanzo, ya kuungaunga. Kikipatikana cha asubuhi, cha mchana shida, na mjamzito anahitaji matunzo, chakula bora ili kumjenga yeye na kiumbe kilichomo tumboni mwake. Matunzo Muna hakuyapata. Hapo ndipo Bi Salma alipomkumbuka shoga yake Bi Semeni aliyemletea Bwana Kheri. Bi Semeni alipopata taarifa hizo mbaya, alitahayari. Hakuwa na la kusema, lakini aliahidi kumtafuta Bwana Kheri. Kilichotokea si kupatikana Bwana Kheri, bali zilianza kuja meseji za matusi na vitisho katika simu ya Muna kutoka kwa mtu asiyejulikana. Mnaona vizuri mkichukua waume za watu. Mkisikia mtu katoka Ulaya, basi roho zinawatoka. Basi mtaiona Ulaya sasa. Nasikia una mimba. Halo, hiyo mimba basi uitafutie babake, kwa sababu huyu siye. Na mimba hiyo imeingia lini na mume hayupo? Kama ushatafuta mimba yako kisha ukamsingizia huyu, utajaza. Kabla ya kujiingiza kwenye ndoa za watu, basi mchunguze kwanza, mjue watu wameanzia wapi na waume zao, shida gani wamepitia, kisha na nyinyi ndo mjiingize kichwa. Muna ilikuwa kila meseji ikiingia akimpa mamake, na Bi Salma ndio akawa wanapambana na huyo asiyejulikana. Mwisho Muna hiyo simu ikawa hata kuishika hata kitena, kwani ilimkumbusha Bwana Kheri ambaye hakutaka hata kusikia jina lake. Kama mwanzo alikuwa hakumtaka wala hakumpenda na wala hakutaka ndoa, kilichofuata ilikuwa aibu kwake. Alihisi aibu kubwa kudanganyika na mtu huyo, kwani katika akili zake Muna alikuwa tayari amejenga matumaini kwamba kupitia Bwana Kheri angeweza kuendelea na masomo yake. Kupotea kwa Bwana Kheri si kwamba kulimwathiri kwa ajili ya mapenzi aliyokuwa nayo, bali kulimwathiri kwa kujiona na mzigo ambaye hauna mwenyewe. Mzigo ulidhoofisha afya yake ya akili, mzigo ambao hakujua atautua kwa salama ama vipi. Katika umri wake mdogo, aliona Muna alitwishwa mzigo mkubwa ambao hakuweza kuubeba, na familia yake ilifanywa kichekesho na mtu ambaye kuchezea maisha ya wengine kwake haikuwa shida. Basi majibizano ya maneno kati ya mke wa Bwana Kheri na Bi Salma yakawa yanaendelea. Ndiyo mwisho huyo mwanamke akatoa vitisho vya kimazingaombwe, akasema atawakomesha kuiba waume za watu. Kupata tu meseji hiyo, Bi Salma alimpigia simu Bi Sania ambaye alikuwa na habari zote za huyo mwanamke kuleta meseji za matusi. Nakwambia mambo si madogo, yule mwanamke kumbe ana yake. Subiri nikutumie meseji aliyoileta leo, naona yashakuwa makubwa. Bi Sania alisoma meseji kisha na mazungumzo yakaendelea. Nilikwambia watu hawatulivi hivi, mtihani si mdogo. Basi ukute kila kitu ni huyo mwanamke. Hiyo ndo ilikuwa imani ya Bi Sania ambayo iliungwa mkono 100% na pacha wake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Osa za Maana.
Ndo hivyo hivyo, we mwenyewe uliona yule baba alivyokuwa akimpenda Muna. Hivi unafikiri mtu amtake vile na apoteze mapesa yake kibao, kisha amwache tu hivi hivi asimuulize kheri wala shari? Bi Salma alitafakari hali ya mwanawe na bwana Kheri. Kati ya Bi Sania na Bi Salma haijulikani nani alikolea zaidi ya mwenzake kwenye imani za kiza. Haiwezekani hata kidogo. Lazima kuna kitu kafanyiwa. Unaona kaondoka kwa vyema na wema, kaaga, pesa kaacha kama ulivyosema. Kisha ghafla aondoke asahau yote ya nyuma. Itakuwa kashafanyiwa kitu. Sie wanawake wabaya kweli. Nakwambia mimi nisingekwenda mbio, basi leo hii nisingekuwa tena kabisa kwa bwana Hababu. Sijui hata kama duniani ningekuweko. Mambo si madogo. Visa vilianza mwanzo. Tulipomwita Babu Faki aliyatengeneza kaka sawa na sisi tukajiachia. Tulidhani yashakuisha, kumbe ndo kwanza bado. Huyo Muna na yeye hashikiki. Siku hizi hata hilo jina la bwana Kheri hataki kulisikia. Ya Rabbi stara. Kuanzia hapo Bi Salma akawa kapata la kusema. Lawama zote za bwana Kheri kukimbia mke wake zikapelekwa kwa huyo mwanamke. Huyo mwanamke ndo ikawa kasababisha bwana Kheri aondoke. Akasababisha bwana Kheri asipige simu. Akasababisha bwana Kheri asilete pesa. Kila kitu kilisababishwa na huyo. Hata hali mbaya ya Muna ilisababishwa na huyo mwanamke, kwani kila siku zilivyozidi kwenda mbele na Muna ndivyo alivyozidi kudhoofika. Ingawa baada ya miezi 3 ya kwanza mimba ilitulia na akawa anaweza kula kila kitu, hicho kila kitu cha kuliwa kikawa shida. Kuna wakati mamake mdogo Bi Sania alimchukua kwake, na huko ndo kidogo ikawa afadhali, kwani maisha ya Bi Sania na Bi Salma yalikuwa tofauti kidogo. Muna alikaa huko kwa muda, lakini baadaye alidai kurudi kwao, kwani hakuwa vizuri kabisa akili yake. Wakati Muna ana mimba miezi 4, wenzake walianza masomo ya kidato cha 5. Kusikia habari hiyo, basi hata chakula kilikuwa hakipiti kwenye koo. Moyo wake ulisononeka kila akifikiri kwamba wakati huo ambao angetakiwa kwa darasani alikuwa hajitambui. Mimba inaambiwa kuwa si maradhi, lakini yake yeye ilikuwa ni maradhi tosha, na kila tumbo lilivyozidi kukua na ndivyo alivyozidi kuchanganyikiwa. Mara nyingine usiku wa manane alishtuka usingizini. Moyo ulimpiga kwa kasi, jasho likimtoka na tumbo likimkorogeka. Hapo ukimbilia chooni, na ikawa ndio hivyo hivyo usiku mzima, ni kitandani na chooni. Akiweka ubavu juu ya kitanda, basi aliona kama ndio tayari anataka kutolewa roho. Wasiwasi ulimjaa ambao hakuujua chanzo chake nini. Alipojaribu kumweleza mamake ama mamake mdogo, basi jibu lishajulikana. Karogwa tu huyu mtoto, na pia hasad. Karogwa na kuhusudiwa. Karogwa yeye na mumewe, lakini iko siku yataisha haya. Siku ikawa ndio imani ya Bi Salma, na leo hospitalini hapo, baada ya kujiri aliyojiri, ndo kabisa alithibitisha imani hiyo. Haikupita muda, habari ya hali ya Muna ilienea mtaani kwao. Bi Sania alitosha kutoa habari kwa kumwambia mmoja wa majirani zao, na hapo hapo mtaa mzima ulipata taarifa. Jamaa na wahisani wa Bi Salma wote walimiminika hospitalini. Wana kikundi pia hawakuwa mbali. Hiyo ndo ilikuwa hali halisi ya watu watulieni. Kwenye ugonjwa, harusi na matanga, basi ukosi wa kuja kutembelea na kukufariji. Basi walimiminika watu hospitalini hapo, na Bi Sania alipoondoka nyumbani, alichukua mkeka kumpelekea Bi Salma akajinyooshe, kwani alikaa kwenye benchi usiku kucha. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.